mumevaa viatu vyenu miguuni na vipo zenu mikononi mwenu, ndio, nanyi mtamla kwa haraka, ndio, ni Pasaka ya Bwana. Ndio, tulia. Wakati huu ni wakati ambao wana wa Israeli walikuwa wana wateule. Angalia, wana wa Israeli Mungu aliwachagua ili wakaweze kusimama katika zamu ya Mungu. Hao watu Mungu aliwachagua ili wakaweze kusimama katika zamu yake. Angalia, wakati walikuwa ni historia kubwa, lakini wakati Mungu alitaka kuwatoa katika nchi ya utumwa, aliwaandaa na kuwaweza kuwawezesha kwenda katika nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi ilikuwa gani? Kana. Ndio, sio kitu ya kufikiria, hata watoto wa nasari wanaweza jibu. Ilikuwa kujiandaa. Angalia, wao walikuwa wanakula kama wanasimama. Dalili nzuri ya kuonyesha ya kwamba tuko safarini ama safari ikaribu kuanza. Hata kama kuna dakika 2-3 ambazo zinafaa kutimizwa, lakini safari ikaribu kuanza. Siku ya leo ningependa tuongelee katika safari ya wokovu, safari ambayo sisi tunaenda. Watu wa Mungu ni lazima watu waweze kujitayarisha katika jambo ambalo linakuja. Kwa mfano, ni kwa nini tuko hapa? Dennis, ni kwa nini tuko hapa? Isome Waebrania 10:25. Iseme, tumia mic tafadhali. Waebrania 10:25. Inasema wala tusiache kukusanyika pamoja, wala tusiache kusanyika kwa pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine. Tulia. Tuko hapa kwa sababu gani? Lakini Biblia Waebrania ametuambia tusiache kufanya kusanyiko takatifu. Lakini tuko hapa in short, ndio nisiharibu wakati. In short, tuko hapa ili kuweza kujitayarisha kwenda wapi? Tunaenda wapi tena? Samson. Mbinguni. Angemaliza ingekuwa. Aya, maliza, wanasema tumalize, maliza. Kama ilivyo desturi ya wengine, ndio, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo, ndio, kwa kadri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia. Tulia, hata imejibu. Kwa hivyo tuko hapa ni shauri ya preparations. Wakati huu ni wakati wa kujiandaa katika safari. Kwa mfano, jana watu walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya Sabato, na wazee wa kanisa hili mko na kazi. Watu hawajiandai juu na Sabato. Hebu nisomee Kumbukumbu la Torati 5:13. Inasema 13. Kumbukumbu la Torati 5:13. Na mtu mwingine aandae Kutoka 29. Siku sita, siku sita, fanya kazi, utende mambo yako yote. Tulia, sitaki iendelee. Preparations, hiyo ni kujiandaa kwa ajili ya Sabato. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba tumepewa siku sita. Hizo ni zetu. Kuna neno pale inasema fanya kazi, si umalize. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Utende. Hii ni utende mambo. Inasema nini? Utende mambo yako yote. Utende mambo yako yote. Nataka wale ambao mmefanikiwa na kuinua helio, muweze kuinua helio. Ni kwa sababu ya neno hili. Watu wamekuwa wakisoma
kusoma maneno haya tu kwa kupita juu, lakini Biblia inatuambia kwamba tuweze kufanya kazi zetu katika siku 6. Mungu amejipea siku moja, lakini amejipea mwanadamu tumepewa siku 6, lakini Mungu mwenyewe amejipea siku moja. Sasa tunaambiwa hivi, katika siku hizi 6 fanya kazi yako yote. Kuna kazi ya mete the word yote all. Alafu unapata ati mtu amefanya mambo yake yote katika siku 6 na bado kuna mambo yake amebakisha katika siku ile ya Bwana. Huyu mtu ambao hajajiandaa. Tumeona ya kwamba wana Israeli walipokuwa wanatoka katika nchi ya utumwa, waliweza kukula kama wanasimama. They were fully prepared for the journey to Canaan. Walikuwa wamejiandaa kikamilifu ni kwa ajili ya kufika katika nchi ya ahadi. Na tunajiandaa namna gani? Watu wa Mungu ni lazima tubadilishe tabia. Hebu tusomee Mathayo 11:29. Ni lazima tuwe na tabia ambayo kwa kweli mtu akiangalia, mtu wa mataifa, mtu wa dunia akiangalia ile tabia Jona ako nayo, hakika atasema huyu ni mwana matengenezo. Naiseme jitieni nira yangu. Yesu anasema ya kwamba jitieni nira yangu, mujifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ndio. Kwa hivyo tabia ambayo sisi wana matengenezo, watu wanaojidai ya kwamba tunaenda mbinguni, watu ambao tunajidai ya kwamba tuko alert, tunangojea kuona Yesu Kristo akikuja mawinguni, kuna tabia ambazo tunafaa kuwa nazo. Juzi sijui ni mwezi gani, niwapea example. Mtoto anapoambiwa na mama naenda nitakuja na chakula, anakuanga gangari akiangalia wapi? Kwa gate, kama mama atatokezea akuje na chakula. Nasi wakati huu tunafaa kuwa gangari, tukiwa prepared, maana we are expecting the Son of God akuje. Nani anasema ana expect mwana wa Mungu kuja? Nani anatarajia mwana wa Mungu kuja? Nani? Naona ni 3, 4, 5. Hao wengine hatujui, lakini Mungu atatusaidia. Kwa hiyo ni tabia zetu ambazo zitatuwezesha kweli kukaa kama kweli tunamngoja Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo hangojewi na mtu ambao hajali, mtu anavaa vile anataka, mtu anaongea vile anataka, mtu anakula vile anataka. Huyo sio mtu ambao ana expect ama anatarajia mwana wa Mungu akuje na aende naye. Mwana wa Mungu si wa tabia hiyo. Ni lazima tabia zetu zikaweze kufanana na tabia za Yesu Kristo. Hebu nisome kitabu kinaitwa CET, Roho ya Unabii. Kitabu kinaitwa CET 189.1. Nimetangulia kwa kusema ya kwamba ni lazima watu wa Mungu kama kweli tunajidai ya kwamba tunangojea mwana wa Mungu akuje atuchukue. Maana ni ahadi, alituahidi ya kwamba naenda kuwatengenezea mahali, na nitakapomaliza kuwatengenezea hapo mahali nitakuja kuwachukua, na mahali mtakuwa nani, mtakuwa pale. Nani amefika? Hata somo kwa Kizungu translate. Inasema not all profess to keep the Sabbath. Tulia. Inasema sio wote ambao wanajidai ya kwamba ni Sabbath keepers, yaani wana SDA, watunzaji wa Sabato. Yaani sio wote ambao wanajidai kuwa wana Sabato watapata muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu tulisema ni nini? Muhuri wa Mungu ni nini? Nisomee Maranatha 200.2. Unajua muhuri wa Mungu sio alama nyeupe ambayo utapata mtu amepakwa hapa ama nini hapa.
muhuri wa Mungu tumeambiwa pale. Hebu nisome hiyo Maranatha 200. Nasema, just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen, si alama ambayo itakuwa inaweza kuonekana, but are settling into the truth. Lakini ile hali ya kukaa katika ukweli, ile hali ya kutulia katika ukweli, John, ile hali ya kutulia pale, hata mawimbi yakikuja na mshangani, unatulia pale. Kwa hivyo tumeona ya kwamba sio wote ambao wanajidai kuwa wana matengenezo, wote wanaojidai kuwa wana Sabato, watunzaji wa Sabato ambao watapata alama ya Mungu, lakini ni wale ambao watabaki kukaa katika ukweli, watu ambao wako na vitu hizi. Hebu nisomee Galatia 5:23. Watu ambao wako na tabia kama hizi, wa Galatia 5 inasema 5:25 wa Galatia 23 ya kwanza 21 usuda, ulevi, ulavi, ndio, na mambo yote yanayofanana na hayo, ndio. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba, ndio, watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu ambao wanatenda mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Bwana. Mitambo tafadhali tutengeneze hiki kitu. Hiki iko na nyingi sana. Sijui ni kitu gani. Kwa hivyo hebu nirudia sasa. Inasema, na sasa uende polepole. Watu wajue ni tabia gani ambazo tunafaa kuruka tuache. Yaani unakimbia. Na ni tabia gani ambazo tunafaa kuzikumbatia kama watu wa Mungu, watu ambao wanatarajia ujio wa Kristo, na sio kutarajia tu ujio wa Kristo, bali Kristo atakapokuja tuweze kwenda pamoja naye. Soma. Inasema, ndio, basi matendo ya mwili ni dhahiri. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya. Ndio haya. Usherati, kuna usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ndio, ulevi, ndio, ulavi, ndio, na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia kwamba, ndio, watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu wa Mungu, katika tabia ambazo tumeandikiwa pale, hiyo Biblia uko nayo kwa nyumba. Tabia ambayo uko nayo pia uko nayo kwa nyumba. Ile kitabu inaitwa Biblia ambayo imeorodheshwa tabia hizo, iko uko nayo kwa nyumba. Pia tabia ambao wewe uko nayo, maana mimi sijui tabia yako. Mimi najua tabia yangu. Wewe ndio unajijua. Enda uangalie tabia ambazo zimeorodheshwa pale. Wewe uko wapi? Uko ndani kabisa, ama uko nje kabisa? Na ndio uweze kujua, na ndio uweze kubadilisha. Enda usome, na usome kwa bidii. Watu wa Mungu wanafaa kuwa watu ambao wanasoma. Maana kama uko ndani ya tabia kama hizo, tumeambiwa ya kwamba watu ambao wako na tabia zinazofanana na hizo hawarithi ufalme wa Mungu. Basi tuna topic yetu ni preparations, kujiandaa katika ufalme unaokuja. Kwa hivyo watu wa Mungu wanafaa kuwa na tabia ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu, tabia ambazo zitapendeza Mwenyezi Mungu. Hebu nisomee COL 3:7-1. Maana watu wa Mungu wamekuwa hawana utofauti na watu wa mataifa. Yaani watu wa Mungu wamekuwa ni sawa na watu wa dunia. Hebu nisomee COL 3:7-1. Hebu soma kitajua. Maana
anaandika vitabu hizi, kuna tabia aliziona ambazo ziko na watu ambao wanajidai wao si wa mataifa, wao ni watu ambao wanajidai kuwa watu wanaofuata Kristo. Haujafika? Nasema COL 370.1 after relating the parable, wakati Yesu alipomaliza kuwapea mfano, kuna mfano fulani ambao Yesu alikuwa anawapatia wanafunzi wake. Basi tunaambiwa ya kwamba baada ya Yesu kumaliza kupeana huo mfano, Christ said, Yesu akasema, the children of this world are in their generation wiser than the children of light. yaani watoto wa ulimwengu huu ama watu wa mataifa wako na hekima zaidi kuliko watu ama watoto wa nuru. Yaani inasema the children of this world, watu wa mataifa, watu wa dunia, are more wiser than the children of light. Yaani Ellen G. White ndio aweze kuandika kitabu hiki, aliangalia akaona mavazi yangu John Mutiso haina utofauti na mavazi yanao wale ambao wanazurura kule. Na siku hii nikasema hapo, hao watu wanakuwa very serious. Kwa nini wewe John huwezi kuwa serious? Unafikanga pale town unapata msichana amevalia kamili skirt, akijaribu kuangusha funguo hawezi kuchukua, atatuma John nichukulie hizo funguo. Shauri anajua amevalia. Unapata kichwa hii imewekwa posheti tofauti. Hapa kumepakwa red dye, hapa kumewekwa white. Unaona kama ni mvi kama hizi zangu, lakini sio mvi, ni dye. Hapa kumewekwa kitu kingine. Ile design anatembea naye John, unashindwa. Kwa hiyo huyu mtu ako very serious na ile kazi ambayo hapo nayo. Kwa nini sisi hatuwezi kuwa namna hiyo? Wakati tunahubiri neno hili, wakati tunakuja kanisani, wakati tuna prepare sabato ya Mungu, kwa nini hatuwezi kuwa serious kama watu wa dunia? Na ndio sababu ile nitiwe tunasema the children of this world are more wiser than the children of light. Yaani wao wanafanya mambo yao ya kuwa serious, lakini sisi tuko na mchezo. Kuna jambo mzee ameongea pale hapo hapo. Yes. Kuna jambo mzee ameongea pale. Na kabla hatujaenda huko, mbinguni kuna order. Hebu nisome kitabu inaitwa 1T. 1T. Nafikiri 1T 190. Okay, karensi. Wanti 140. Hebu jaribu 140.1. Inasema order inele. Hebu jaribu 191. 191. .2. Ile inaanza days order 11. Ile inaanza na ni .2, sio? Hebu nisome hiyo. Na kabla hajasoma, nilikuwa nasema hivi. Watu wa Mungu kuna tabia ambazo tumeiga za kishetani. Tumepokonya shetani tabia yake. Order 11. Tuliona kuna wakati nilisimama hapa nikasomesha ya kwamba malaika anapotumwa kwako John akuje kuhudumia, anatokanga pale with a golden card. Hiyo ni kuonyesha ameenda katika huduma. Na atakaporudi amshamama. Wakati malaika atakapokuwa anarudi, anatoka kuhudumia mama
Mama Rosalie. Sasa anatoka kumhudumia, ata present that golden card pale in the heavens, gate of heavens. Kwa hivyo kwa Mungu kuna utaratibu, nasi tunafaa kuwa na utaratibu kama huo. Hebu nisomee hiyo 1:1-2. Inasema kuna utaratibu mbinguni, there is order in heaven. Na Mungu anafurahishwa sana na jitihada za watu wake katika kujaribu kusonga kwa mfumo na utaratibu. Yaani Mungu anafurahishwa sana na tabia ya kutamani hiyo order. Yaani huo mpangilio ambao Mungu ako nao. Mungu anafurahishwa sana wakati anaona kimanzi anajaribu kuweka huo utaratibu ndani yake. Inasema ndio katika kujaribu kusonga kwa mfumo na utaratibu katika kazi yake duniani. Yaani wakati utakapokuwa unafanya kazi hii ya Mungu duniani, maana hiyo ndio kazi ambayo tuliachiwa. Isipokuwa Mungu angeweza kufanya kazi hii bila kuhusisha wewe. Lakini Mungu si binafsi. Aliona wacha nimhusishe John, wacha nimhusishe Kevo, wacha nimhusishe Ben, wacha nimhusishe Samson na wale wengine. Kwa hivyo utaratibu huo ndio Mungu anapendezwa sana, ili tukaweze kuwa na wao na huo utaratibu. Endelea. Inasema niliona kwamba unapaswa kuwa na utaratibu katika kanisa la Mungu. Yaani katika kanisa la Mungu pia kunafaa kuwa na utaratibu. Juzi mtumishi wetu Steve alikuja hapa akaongelea mambo kidogo pale, akasema akina mama wakati service inaendelea hafai kuonekana kule mkiosha vyombo. Huo ndio utaratibu ambao Mungu anataka kuwa nao. Sio wakati service inaendelea jioni yako nje, mimi ninasoma vitu zangu huko nje. Huo sio utaratibu. Pia akaongelea vitu zingine. Hiyo ni kuleta utaratibu. Hayo mambo yote ambao ashaongelea ilikuwa ya kuleta utaratibu ndani ya kanisa. Endelea. Inasema na mfumo huo unahitajika katika kuendeleza kwa mafanikio ujumbe mkuu wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu. Ndiposa ujumbe huu ama ndiposa kazi hii ya Mungu ambao ametupea, ametukabidhi, ndiposa iweze kuendelea kwa njia inayofaa. There must be order. Lazima kuwe na utaratibu. Kwa hivyo watu wa Mungu ni lazima tuwe na utaratibu wakati tunafanya kazi hii ya Mungu. Wakati pia hatufanyi kazi ya Mungu, kuwa utaratibu pia. Hata wakati unafanya kazi yako, ifanye kwa utaratibu. Ukijizoesha kuwa na utaratibu wako, ufanye mambo yako, hata kwa kazi ya Mungu utalifanya vizuri. Hebu nisomee 1:39-1. Hiyo inaongelea kitu, lakini nitaiweka hivi vingine. Inaongelea mambo ya wanawake, lakini inatukuza hata kama wewe si mwanamke. 1:39-1. Inasema mavazi haya yanapaswa kuwa mfano. Unasoma na chini. Niliona kwamba gunaza hapo. Ni hapo sasa. Yaani yale njiwa itakasema nalionyeshwa kwamba wanapaswa kuchukua, wacha nisome Kiingereza. Inasema I saw that the wives of the ministers, yaani nalionyeshwa kwamba wake wa watumishi should help their husbands in their labors, wanafaa kuwasaidia mabwana zao katika kazi, and be exact, na wawe mfano, example, and careful what influence they exact. For they are what, maana hao wanawake wa watumishi wanaangaliwa, ulimwengu unawatizama, and more is expected of them than from others, na mengi yanatarajiwa kutoka kwao kuliko hata wale wengine. Naendelea kusema ndio their dress should be an example. Point yangu iko hapo sasa, yaani mavazi yao. Na sasa wanaume mjichukue na mjiweke pale, msiwe mnaona wanawake ndio wanavaa vibaya. Hata John unaweza kupatana naye kesho akivaa nguo mpya imewekwa kiraka nyeusi hapa,
Shangae naye huyu nguo nyeupe mpya na iko na jeraha. Sasa hayo ndio mambo ambayo tunaambiwa our dress. Tusivae kama hao vijana wa pale nje. Sisemi ni wabaya. Siku moja nuru hii itawafikia na watageuka. Tuwaombe. Endelea. Dress inasema mavazi yao yanapaswa kuwa mfano. Mavazi yao yanafaa kuwa mfano kwa dunia, kwa ulimwengu. Wale ambao unakutana na wao, unaweza kuwa ni mama, hauna kazi, lakini umebarikiwa na kazi moja, mikono yako ni sawa, unaweza vua nguo 20 kwa nukta. Wakati unahudumia hao, wanafaa kuona kitu kutoka kwako. Waone nini? Vile huyu mama anakujanga hapa amevaa. Na siku moja utakusikia wewe bosi akikuuliza, "Na wewe unaitwa nani?" "Naitwa John." "Na kwani unaenda kanisa gani?" "SDA." Okay. Anajua kitu. Pale ile kanisa huyu mtu anaendaga wanafundishwa. Msiseme ya kwamba mafundisho yako kwa watoto wa kina Jose. Hata sisi tunafundishwa na ni lazima tushike mafundisho ambayo tunafundishwa. Endelea. Maisha na mazungumzo yao yanapaswa kuwa mfano. Yaani maisha yetu na mazungumzo yetu, our conversation, inafaa kuwa kwa kweli inaonyesha Mungu ndani yetu. Endelea. Ladha ya maisha badala ya kifo. Yaani mavazi yetu, mazungumzo yetu na maisha yetu kwa jumla inafaa kuonyesha maisha lakini si kifo. Endelea. Niliona kwamba wanapaswa kuchukua msimamo mnyenyekevu. Wanafaa kuchukua msimamo mnyenyekevu, lakini tusiweke wanawake peke yao. Hata sisi wanaume tunafaa kuchukua misimamo ya unyenyekevu. Upole, lakini uliotukuka, bila kuwa na mazungumzo yao juu ya mambo ambayo hayaeleweki. Yaani bila kuzungumza mambo ambayo hayana faida. Yaani mambo ambayo hayana faida. Tuachane nao watu wa Mungu. Endelea. Kuelekeza akili mbinguni. Na tuelekeze akili yetu mbinguni. Kwa hivyo tabia yetu inafaa kuwa inaelekea. Hebu tusomee Warumi ngapi? Warumi. Ni 12:2. Hebu tusomee Warumi 12. Ni 12 mbele. 12:29. Hebu tusikie hiyo kwanza, inaweza kuwa ndio hiyo. Sijafika. 12. Biblia inasema, wala msifuatanishe namna ya dunia hii. Ndio hiyo. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe nini? Namna ya dunia hii. Yaani tusikae kama dunia hii. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Ndio. Yaliyo mema. Ndio. Ya kumpendeza na ukamilifu. Ndio watu hapo. Kwa hivyo watu wa Mungu hatufai kuwa kama watu wa dunia. Tunafaa kuwa na tabia tofauti. Hebu nisomee Mathayo 7:13. Mathayo 7:13. Inasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Tunaambiwa ya kwamba tuweze kuingia katika mlango ulio mwembamba. Maana mlango ni mpana. Na njia ni pana. Iendayo upotevuni. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Na ni wengi ambao wanaingia pale. Unajua pale hakuna masharti. Pale hakuna kuambiwa hakuna kukula nyama. Pale hakuna kuambiwa hakuna kuvaa miniskirt. Pale unavaa vile unataka. Ndio sababu tunaambiwa njia ni pana na watu wengi wanakimbilia pale. Manake there is freedom. Unajua shetani hata wakati alikuwa anaangusha malaika mbinguni, aliwaambia ya kwamba this government of God inatunyanyasa. Serikali ya Mungu inatunyanyasa. Hii unaambiwa usitusi mtu. Atipenda hata adui yako. Ati mtu akupiga shafu hii mpatie hii. Kwa hivyo nitawatengenezea serikali ambao iko na freedom. Kitaka kuchukua bibi ya John utachukua. Kuna mtu atakuuliza. Kitaka kula konokono iko kwa meza yako, kuna mtu atakuuliza.
Shetani ndio alitumia system hiyo. Watu wa Mungu tunaambiwa ya kwamba njia ni mbili. Kuna njia ambao ni pana inaenda upotevuni, na kuna njia nyembamba, na watu wengi hawaioni hiyo njia. Watu wengi wanashindwa. Hao watu wanatuambia tusisuke nywele. Nikikosa kusuka nywele, bwanangu si atanitupa. Yaani government ambayo iko na masharti, lakini watu wengi hawaoni. Hebu nisomee 1T 128.1 1T 128.1. Naomba hiyo, nafikiri tutamaliza na hiyo. Naomba kusikuje kitabu kingine 1T 128.1. Nasema katika barabara pana, in the broad road, wote wamejishughulisha na nafsi zao. Yaani kila mtu amejishughulisha na shughuli zao. Mavazi yao, their dress, na anasa jiani, wanajiingiza kwa uhuru katika furaha. Kwa ile uhuru, freedom ile nilikuwa naongea. Hiyo ni ile njia pana. Hii from here to here ni 10 kilometers hii njia KKM. Na kuna njia nyingine hapa. Yaani kutoka hapa hadi hapa ni 1 centimeter. Hii inaonekana hii inaenda mbinguni. Na hii ndio pana. Hebu rudia hiyo maneno tena. Na anasa jiani, wanajiingiza kwa uhuru katika furaha. Yaani wanajiingiza katika uhuru, freedom. Hapa unatembea na unachukua yule unataka, unatembea pale hakuna masharti pale jioni unakunywa, hata kama unataka kutembea na kachupa ya pesi, na wakati tulikuwa tunakunywa huko nyuma, unatembea nako tu kwa. Hata ukitaka kutembea nako, mkono hii inashika kachupa, mkono hii inashika glasi, you are free. Kuna mtu anakuuliza. Endelea. Na wafikiri mwisho wa safari yao, yaani they are not thinking of their head. Yanasema na wafikiri mwisho wa safari yao, yaani hawafikiri jinsi itakavyokuwa mwisho wao wanapotembelea hapa na anasa za dunia na kufurahisha maisha yao. Juu ya uharibifu fulani mwishoni mwa njia. Ndio. Kila siku wanakaribia uharibifu wao. Na hawawezi jua, they are asleep. Wameshalala. Hawajui. Wakati sisi tunaambiwa wapenzi, watoto wadogo, hizi ni zakati za mwisho, hawa hawajui kama hiyo. Wengine wanakwambia hata babu, hata sio father, babu alikuwa anangoja Yesu Kristo na hakuja, alikufa. Baba akaja akangojea Yesu Kristo, hakuja. Wewe ndio unaniambia anakuja. Endelea. Hata hivyo wanakimbia kwa kasi zaidi. Ndio. Jinsi hii ilionekana kwangu kuwa ya kutisha. Ndio. Hebu ya kamani inasema their conversation was just like that of the game. Hapo chini, hiyo paragraph 2. Mahali inaanza tuseme 1:22. Hapo chini kuna mahali inaanza their conversation was just like that of the game. Unaona? Inasema mazungumzo yao ndio hapo. Mazungumzo yao yalikuwa kama yale ya mashoga. Yaani sasa ni wale ambao wanasafaria katika njia nyembamba. Endelea. Wasio na mawazo karibu nao. Lakini mara kwa mara wangeelekeza kwa uradi mkubwa kwa elfu kwenye nguo zao, wakiwaita wengine wawe na vivyo hivyo juu yao. Hata wacha hapo. Kuna mahali nilikuwa natafuta. Kuna mahali nisoma hiyo paragraph. Kuna mahali wanasema hivi, wale ambao wanasafiria katika njia nyembamba, wale ambao wanajidai to be Sabbath keepers, watunzaji wa Sabato. Hao watu wanapokuwa wanasafiria katika njia hii, wanafikiri wanaenda mbinguni,
lakini tabia zao zimefanana na tabia za Hawa. Kuna mahali nilikuwa natafuta, sijui kama utapata, lakini wacha nieleze because of time. Yaani tabia ya Hawa ambao wanasafiria katika njia nyembamba ambayo inaenda uzimani, hati tabia zao Heli nikiwa italiangalia akaona zinafanana, zinaoana na tabia za Hawa. Mazungumzo yao, mavazi yao na tabia yote kwa jumla ilifanana na hao watu, lakini walikuwa wanajidai tunaenda mbinguni. Twendenda Sayuni, mji mzuri Sayuni, twendenda juu Sayuni ni maskani. Yaani wanafikiria wanaenda mbinguni, lakini washabadilika according to their behavior, character. Lazima tubadilishe tabia zetu ndiposa tukaweze kuqualify to be walking with Jesus. Ni lazima tubadilishe tabia zetu. Hao watu hawajui ya kwamba hawaendi mbinguni. Badala ya kuimba tunaenda mbinguni, wanafaa kuimba aje? The word is we are not going. Hatuendi. John ametuambia kwamba tunafaa kuimba hivi. Wale ambao hatutaki kubadilisha tabia hizi, wimbo iko hii. Hatuendi. Kwa hivyo ndiposa tukaweze kupata kibali cha kuenda mbinguni, mji mzuri, tunafaa kubadilisha tabia zetu. Na tutabadilisha wakati gani? Wakati ndio huu. Badilisha tabia yako. Badilisha tabia yako. Niweze kubadilisha tabia yangu na wewe ukaweze kubadilisha tabia yako, ili tukaweze kupata the certificate to allow us go to heaven, ikaweze kutuwezesha kuingia katika uzima wa milele. Maana tusipobadilisha tabia zetu zikaweze kufanana na Kristo, hatuwezi tukaona ufalme wa mbingu. Nisomee Wakorintho wa kwanza 3:3. Nafikiri tumalize na hiyo. Wakorintho wa kwanza 3:3. Ninasema Wakorintho wa kwanza 3:3. Inasema kwa maana hata sasa nyinyi ni watu wa tabia ya mwilini. Yaani tunaambiwa hata sasa ati sisi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna usuda na vitina, yaani kama kweli kwetu ndani yetu, yaani kwetu kunapatikana usuda na fitina. Je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi tena? Yaani sisi si watu wa tabia ya mwilini tena. Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Yaani tunaenenda katika jinsi ya kibinadamu. Yaani hiyo ni swali. Yaani kama tabia yetu inaoana na tabia ya kidunia ya kimwili, sisi si watu wa mwilini kweli? Wewe unaweza sema si mtu wa mwilini? Kama tabia yako inafanana na hiyo ya mwilini, si wewe obvious you belong to that. Si ndio? Kwa hiyo watu wa Mungu tukaweze kubadilisha tabia zetu. Tabia zetu ziweze kuoana na tabia za Kristo. Kuna malipo wakati watu wa Mungu wanatengeneza tabia zao. Kuna malipo. Hebu nisomee Matthew 19:29. Naomba hiyo itakuwa ya mwisho. Inasema Mathayo 19:29. Na kila mtu aliyeacha nyumba. Hiyo ni baada ya swali kuulizwa. Yesu aliulizwa swali moja na wanafunzi wake. Wakamuuliza, lakini sisi, hebu nirudia mahali inaanza. Inasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, amina nawaambieni ya kwamba ndio itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kuna mahali wanafunzi watamuuliza, na tutapata faida gani kuacha yote na tumfuate? Hapo sijui ni basi gani hapo 27. Hebu soma. Ndipo Petro akajibu hapo akamwambia,
tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Sasa huyo ni Petro. Petro alipopata ujumbe huu kidogo ulimchanganya, mpaka akauliza Yesu, na sisi wote ambao tumeacha yote, yaani wacha yote, sijui kama unaacha yote najua kuacha yote na kuna gharama. Siku hii nilimwambia hapa, kuna wakati nilikuwa na spend the whole night, siku mzima, hata nazunguka kameza kamewekwa kakoroboi hapa, nazungukia shetani, yaani nazunguka tu, tukuzunguka kutoka jioni mpaka asubuhi. Si ni disco? Nani hajaenda disco? Najua vijana mmeenda hiyo disco sana. Sisi leo ai, na wewe uko hatarini. Kama kuna kitu uliruka, uko hatarini sana. Nishapata mzee akiwa anatembea na kimuti hivi, ameweka kimuti hapa kidogo na akona panda na anawinda ndege, maana hiyo aliruka. Kwa hivyo kama uliruka mahali, ujiangalie sana, uko hatarini sana, maana hiyo kitu iko kwa mwili yako na itataka kufanya ndio iondoke. Sasa kwa hivyo ndio nasema hivi, hii kazi kuna gharama. Angalia, Petro anamuuliza Yesu, sisi ambao tumewacha mambo yetu, yaani ukaacha kuzunguka kale kakorogoi, na wewe ukaacha kuvuta bangi. Hapa kuna watu wanavuta bangi na kiki, si ndio? Siko nao, hata mkikataa najua wako, si ndio? Na mabaya yote, haina yote ya mabaya. Kuna watu wamefanya mambo mengi, lakini Petro anamuuliza, sisi ambao tumewacha yote tukakufuata, tutapata faida gani? Hebu sema vile ajibu. Yesu akamwambia, amini nawaambia kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12, mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike, au baba au mama, au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu, atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Na mtatu ni kurithi. Kurithi inaandikwa hivi, rithi. Kurithi ufalme. Angalia, Yesu anawaambia kwamba yule ambao waliwacha mambo yote, hiyo sigara John ulikuwa unavuta, wale wengine wakiweka sigara hapa, John anaiweka hapa, akawacha. Hiyo ustadi ulikuwa unavuta nao unawacha, basi kuna malipo baadaye. Kwanza wewe utakuwa mhukumu, wewe utakuwa na hukumu, baadaye wewe utakuwa ndio unahukumia watu, wewe utalipwa mara 100. Kuna mtu last Saturday aliuliza swali hapa, kauliza wakati Biblia inasema ya kwamba miaka iliyoliwa na nzige na madudu kama ni madudu, hiyo neno inatatizanga naita madudu. Yesu alikuwa anamaanisha nini? Anamaanisha tutatuzwa, sio pesa. Kuna pesa utapewa ama upewe Nairobi nzima, hapana. Ni majukumu kama haya. Kwanza utapewa majukumu ya kuhukumu watu, yaani hebu imagine leo na wewe ndio unahukumu pale, si hiyo jamani John? Na unahukumu mpaka malaika walioanguka, walidanganywa na shetani, wakaambiwa nitawatengenezea a government that has a freedom. Unakuwa unawahukumu tena, tutalipwa mara 100. Na jambo la mwisho na la kufurahisha ni kurithi ufalme. Unajua kurithi, kuna mtu asharithi mali ya baba yake hapa, hata kama ni nini, kuna kitu ulirithi ya baba yako, okay, lakini hakuna kitu kizuri kama kurithi. Na tena sio kurithi tu, ni kurithi ufalme. Jamani, si haya malipo yanazidi. Tusimame na tuimbe wimbo namba 171. Tuimbe stanza 1 na stanza ya mwisho. Hii inakuwa stanza ngapi? 3. Haya. Choristers mnavaa kwa kushafika huko. Nimeanzishwa
Watu wa Mungu, wimbo imesema vizuri, tutasimamaje katika siku ile, siku ambayo inaokuja. Lakini swali ni hii, watu wa Mungu tumejiandaa namna gani? Ama kuna vitu tumewacha ndani ya nyumba yetu. Kuna mtu alikombolesha nyumba, na hiyo alikombolesha akawacha kanyama kakiwa fresh, akakining'inia hapa hivi. Sasa jamaa alipoingia kwa nyumba na aliambiwa usiguse. Sasa alipokombolesha hiyo nyumba na iko kanyama, hapo kanyama akakuwa na shida. Lakini baada ya siku 3, siku 4, hiyo nyumba haitoweza kukalika. Shauri ya uvundo, ile smell inatoka kwa maana kasikameoza. Sasa hiyo nyumba ikawa haikaliki. Sasa ikabidi ahame. Kwa hivyo watu wa Mungu tujiulize, tumejiandaa namna gani? Ama tutavumilia kukaa hapa ama kukaa pale ambapo shetani anatutumia vile tunataka? Yaani anataka ukae katika nyumba ambayo iko na smell mbaya, ameacha kanyama pale, kupatia masharti. Watu wa Mungu tunafaa kuondoka, na kuondoka ni kufanya nini? Kuondoka ni kubadilisha tabia zetu zikaweze kufanana na tabia za Kristo, ili siku itakapokuja, maana siku inakuja. Wacha watu ambao wanasema ya kwamba hakuna siku inakuja, mtu akikufa that is all. Wachana na hao. Hao ni watu ambao hawaamini neno hili. Lakini tunaambiwa ya kwamba katika kuamini kwetu hakika tutaokolewa. Wangapi wakisema Mungu nisaidie ili nikaweze kubadilisha tabia zangu, ili tabia zangu zikaweze kufanana za Yesu Kristo, ili Yesu Kristo atakaporudi aweze kunichukua. Wangapi wanasema mimi ningependa kubadilisha tabia yangu? Amina. Amina. Na Mungu ameona mikono hiyo. Kwa hivyo kila mtu aweze kutia bidii, na watu wa Mungu tujifunze kusoma, maana kupitia kwa maneno ya Biblia tutaweza kubadilisha tabia zetu. Na kwa kweli tukibadilisha tabia zetu hatutakuwa na kazi ngumu. Kazi itakuwa rahisi. Nitasisitiza tena juu ya hoda katika kanisa. Tafadhali jamani, watu wa Mungu, tuwe watu ambao wako na utaratibu fulani. Maana tusipokuwa na utaratibu wa Mungu, hakika hatutakuwa tunamfuata Bwana wetu Yesu Kristo aliyekuwa mwenye utaratibu. Kwa hivyo ni lazima tuwe watu wa taratibu. Ningependa tuweze kuomba. Tunaomba watu wa Mungu. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. Asante Mfalme kwa umbali umetutoa na umbali na kusudia kutupeleka. Asante kwa ajili ya ujumbe wako, ujumbe ambao umetukata sisi. Bwana wetu wa mbinguni na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaomba ili ukaweze kutusaidia, maana sisi ni wadhaifu, watu ambao wako na damu na mwili. Sisi tuko wadhaifu. Basi ninaomba ili ukaweze kutusaidia, ili siku yako itakapokuja itupate tumesimama. Tunajua na tunaelewa ya kwamba tunasafiria katika chombo ambacho shetani hakitakii mema. Basi ninaomba ili
ukaweze kutusaidia tukaweze kuyatambua hila za yule mwovu Shetani, ili tukaweze kupata nguvu ya kumshinda. Maana tusipoitambua hila yake hakuna kumshinda. Basi naombea huduma hii yote, movement hii yote kwa jumla, mahali wale ambao walipo, na siku ya Sabato hii na kusanyiko zozote zile ambazo zifanyika katika dunia mzima. Baba wetu wa mbinguni, wasaidie, wainue, wafundishe, Roho wako Mtakatifu akaweze kuwageuza. Bwana wetu wa mbinguni, unatuambia katika kitabu cha Ufunuo 3:19 ya kwamba 16 unawakemea wale unaowapenda, yaani unaturekebisha wale ambao unatupenda. Basi naomba ili Mungu, wakati unapochukua unaturekebisha, hakika tukaweze kurekebika. Wakati unatupatia maonyo, tukaweze kuonyeka. Tusaidie sisi wote, bariki kina mama ambao wameingia katika ibada yako, pia wazee ambao wameingia katika ibada yako, youth pia na watoto wachanga. Tusaidie sisi wote, wale ambao wako na magonjwa tofauti tofauti na wamo ndani ya hekalu yako, Bwana wetu wa mbinguni, uweze kuwaponya. Wale ambao wameacha wagonjwa wao nyumbani, pia uweze kuwasaidia, pia uweze kumkumbuka Kego, maana unajua kilichomtendea umtendekea. Tusaidie pia ili tukaweze kumwona hata pia akisimama mbele ya mkono wako na kuwafunza. Wale wengine ambao wako majumbani, wako na magonjwa tofauti, pia tunawapeana mikononi mwako ili ukaweze kuwaponya. Tunaomba hayo tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mwana na mkombozi wetu, tumeomba. Amina.